tuliweza kubainisha na kusikia wahusika, yani ambao ni wafanyakazi, kuonyesha kwamba kuna hiyo concern ambayo inahitaji utatuzi wa haraka ili kuweza kunusuru maisha yao na maisha ya familia zao na maisha yetu sisi sote na mazingira yetu. Baadhi ya vitu ambavyo wao wafanyakazi waliweza kubainisha ni kwamba wengi hawatumii na tuite viatu maalum vya ajili ya kuzuia madhara ya kemikali. Tunaita safety shoes au clothes na nguo zake. Vyote hivi unaweza kuona na walilalamika kwamba wanapata hiyo changamoto. Lakini katika maeneo mengine, katika hivyo viwanda tulivyotembelea, vilionekana havina maeneo ya kuoga baada ya kuwa umefanya kazi kutwa nzima. Unahitaji angalau ubadilishe nguo, uoge ili uweze kuacha uchafu wote mle ndani. Changamoto nyingine ambayo walisema ni kwamba hawana vifaa maalum vya kujikinga kuzuia vumbi au kemikali kupitia kwenye njia ya hewa. Hii na yenyewe ilionekana kwamba kwa sababu katika viwanda kila vifaa vile vinaendana na eneo husika na aina ya sumu ambazo unazivuta. Lakini wengi walionekana wanatumia vile vya kuzuia vumbi. Mtu anahitaji kwenda kupima, lakini namna ambao mtumishi anapata ile nafasi ya kwenda kupimwa, lakini hata pia matokeo yanapotoka hapati ile nafasi ya kufahamu hali halisi ya maambukizi au uchafuzi au hali ya kuathirika kwa kuwa na sumu ya madini ya risasi. Kwa hiyo hii vyote ni vile ambavyo wao wenyewe waliweza kuvisema na ambavyo wanaishi navyo. Lakini na sisi kama tukiwa ni wataalamu wa eneo lile tuliweza pia kuainisha na kuona kwa macho yetu kwamba tuliona wafanyakazi wengine baadhi wanakula katika maeneo yale yale ya kufanyia kazi. Tunafahamu kwamba mfanyakazi wakati mwingine unahitaji ukae mbali kidogo wakati wa kupata chakula cha mchana au jioni au asubuhi, kwa sababu eneo lile tunajua kwamba kunakuwa na sumu. Lakini walionekana wengine wanachukua vyakula wanaenda karibu na eneo lile kwa sababu hamna sehemu nyingine maalum ambayo imeandaliwa kwa chakula. Lakini pia tuliona kwamba hapakuwa na namna yoyote au bora zaidi ya kuzuia vumbi ambalo linatoka mle ndani. Kwa hiyo wafanyakazi wengi unaona kwamba wanaathirika na kwa sababu hakuna namna ambayo imewezeshwa au imetengwa ili kuweza kuwasaidia wale wafanyakazi kuweza kujikinga. Ningependa hasa wazalishaji, kwa sababu sisi tunawategemea wazalishaji waweze kulinda afya zetu, lakini pia waweze kuinua uchumi wetu. Moja ya jukumu ambalo mmepewa ni kutuhakikishia usalama wa afya zetu na mazingira yetu, lakini pia tuinue uchumi wetu na tuzalishe na tuwe na wafanyakazi ambao watafanya kazi kwa muda mrefu. Sio mfanyakazi afanye kazi kwenye kiwanda baada ya miaka 2-3 anakuwa ameathirika. Ni jukumu letu sisi sote, taasisi za udhibiti, tushirikiane ili kuweza kuhakikisha kwamba bidhaa zinazozalishwa tunafaidi matunda yake, lakini tusiathirike. Wadhibiti tuko wengi, lakini sisi taasisi za serikali kwa ujumla wetu tuna mchango mkubwa sana wa kuisaidia serikali kuhakikisha kwamba wenzetu wazalishaji wanazalisha bidhaa ambazo zinakidhi viwango, lakini hatuathiri mazingira na maisha ya Watanzania wenzetu. Hii poisoning inapotokea haitaangalia kwamba wewe ni mkurugenzi wa kiwanda au ni msimamizi kwenye kile kiwanda, kwa sababu inaenda kupoison mazingira, na sisi wote tunaishi katika mazingira. Tukisha poison ile environment na sisi wote tuna interact na environment, hakuna anayekuwa salama. Kwa hiyo wenye viwanda tunatakiwa tuwe wadau wakubwa kuhakikisha kwamba tunazuia hili, si tu kwa ajili ya usalama wa walaji, lakini kwanza kwa usalama wetu wenyewe na hasa wale wafanyakazi wanaofanya mle. Lakini ningependa kueleza pia kwamba kuna wafanyakazi wengine ambao wako nje ya viwanda vyenu. Kwa mfano kuna watu wanaitwa marejeta huko mitaani, wanatumia sana haya mabetu kuyafungua, kuyapasua na kuchukua madini ya risasi bila kuyafanyia vitu vingine, na watu wengine ambao wanadili na product zenu. Kwa hiyo tuangalie pia jinsi gani ambavyo tunaweza tukawasaidia na kuwafikia hawa ili kupunguza na kudhibiti
matukio ya sumu ya madini ya risasi.